tunamtesa Yesu. Yesu anaendelea kuumia kwa sababu ya uovu wangu na uovu wako. Lakini pia tutafakari, wapendwa, katika Ijumaa hii kuu juu ya mateso. Ningependa tafakari yetu ijikite katika mateso, na tujiulize maswali ya msingi kabisa. Swali la kwanza, mateso unayopitia sasa yamesababishwa na nini au na nani? Unavyoteseka sasa, sababu zake ni nini? Lakini pia tujiulize, kwa nini unateseka, ama kwa nini ninateseka? Na unateseka kwa ajili ya nini? Na je, Yesu anajua mateso yako? Je, mateso yako ama msalaba ulioubeba una Yesu? Ndugu wapendwa, kila mmoja ni wazi anapitia mateso, na muda mfupi uliopita, kama dakika 30 au zaidi, experience mateso fulani, chungu fulani. Tumesimama takribani nusu saa kwa ajili ya kusikiliza na kushiriki historia ya mateso. Tumesimama, tumeonja mateso fulani, maumivu fulani. Wapendwa, kwa mtazamo wa kibinadamu, mateso ni sehemu ya maisha, na mwanadamu, kwa sababu anaishi katika ulimwengu ama anaishi katika jamii ambayo ina ukomo. Maisha ya mwanadamu yana ukomo kwa sababu ya limits hizo mbalimbali, basi tunateseka. Hivyo kibinadamu tunateseka kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya vifo, kwa sababu ya hasara tunazozipata katika biashara zetu. Tunateseka kwa sababu ya kukataliwa. Tunateseka kwa sababu ya kusalitiwa. Bwana wetu Yesu Kristo alisalitiwa. Yuda anamsaliti Yesu. Yuda anamsaliti Yesu. Inawezekana katika maisha yako na wewe pia umepitia uchungu wa kusalitiwa na rafiki, uchungu wa kusalitiwa na mume na mke. Napitia mateso, uchungu. Lakini tunapitia mateso pia kwa sababu ya vita na machafuko mbalimbali. Ulimwengu mzima, ikiwemo na sisi wa Tanzania, pia tunapitia katika mateso yanayotokana na vita vinavyoendelea huko. Mafuta yamepanda ghafla. Option mbalimbali zinatumika sasa. Wale wa kutembea, saizi mtu anakuambia Mwenge, sikuna Mwenge sio mbali, Mwenge tu hapa. Kwa sababu ya vita ya machafuko mbalimbali tunateseka. Lakini tusiangalie vita machafuko hayo katika ulimwengu. Vita wakati mwingine hata katika familia zetu. Vita kati ya baba na mama. Vita kati ya wanafamilia. Mapambano yasiyoisha. Tunateseka pia kwa sababu ya umaskini na mapungufu mbalimbali ya kibinadamu. Hayo yote yanatusababishia mateso. Kwa mtazamo wa kibinadamu, mateso yanaletwa ama yanasababishwa na mambo hayo. Lakini katika Ukristo, mateso yanatokana na mambo yafuatayo.
Kwanza kabisa, kwa sababu ya anguko la mwanadamu. Wazazi wetu wa kwanza alipoanguka, mwanadamu aliingia katika mateso, kazi ikawa chungu, tokwa jasho fanya kazi, uzaa kwa uchungu, kwa sababu ya anguko la mwanadamu mateso yamekuja. Lakini wazazi wetu hao wa kwanza, baada ya kuona wako uchi, walijitengenezea mavazi ya mti kujifunika. Tukisoma Mwanzo 3:7. Lakini Mwenyezi Mungu baadaye akaja kuwafunika kwa ngozi ya mnyama, kwa sababu ya aibu waliokuwa wakipitia, mateso waliokuwa wakiyapitia. Mungu aliwatengenezea vazi la kuwastiri dhidi ya mateso yao, dhidi ya aibu yao. Lakini tukumbuke kwamba vazi hili, ngozi hii aliyowavisha Mwenyezi Mungu, kuna damu ilimwagika, damu ya mnyama ilimwagika ili kustiri aibu ya mwanadamu. Ndugu wapendwa, ndicho ambacho kinafanyika katika Ijumaa Kuu. Ili kustiri aibu yangu na aibu yako, damu inamwagika. Damu ya mtu asiyekuwa na hatia inamwagika kunistiri mimi na wewe. Wapendwa, ni mara ngapi tumewastiri wenzetu katika mateso wanayopitia, katika changamoto wanazopitia, ama tumekuwa ni watu wa kufurahia mateso na maanguko ya wengine? Lakini kadiri ya mafundisho ya Kikristo, mateso yanatokana kwa sababu ya dhambi binafsi na za wengine. Tunateseka kwa sababu ya makosa ya wengine. Kama kiongozi anapokosea, anapoenda ndivyo sivyo, anasababisha mateso kwa wale anaowaongoza. Kama yanafanyika maamuzi yasiyo na haki, ni mateso na uchungu kwa wengine. Wewe baba wa familia, umesababisha machungu, mateso kwa wale unaowaongoza katika familia yako mara ngapi? Wewe mama, wewe kijana, umesababisha mateso na uchungu kwa wengine kwa sababu ya uovu wako, kwa sababu ya dhambi zako. Wengine wanateseka kwa ajili ya hii. Kwa nini watu wanatesa wengine? Kwa nini watu wanatesa wengine? Ama kwa nini wewe unatesa wengine? Kwa nini wewe baba unamtesa mama? Wewe mama unamtesa baba? Siku hizi ustawi wa jamii wanaokimbilia sio kina mama peke yao. Nadhani saa hizi kwa wingi kabisa kina baba. Dawati huko limejaa majina yenu. Baba fulani fulani ameleta mashtaka, ananyanyaswa na mke wake. Kwa nini watu wanatesa wengine? Kwa nini watu wanatesa wengine? Wapendwa, sababu ya kwanza ni kwa sababu ya uovu uliomo ndani ya mioyo ya watu. Chuki, wivu, kiburi, tamaa ya mamlaka, kisasi, uchungu wa ndani. Katika kupitia hali kama hizo ngumu, watu wengine inakuwa ni sababu ya kuwatesa wengine. Inawezekana umepitia katika changamoto, katika maumivu fulani, basi na wewe kwa sababu ya maumivu yale ya moyo kaenda kumuumiza mwingine, wakati mwingine hana hatia. Unafanya kisasi kwa sababu ya uovu wa ndani wa mioyo yetu. Watu wengine
wanateseka ama tunawatesa. Na mara nyingi watu wa aina hii ni wale ambao walikwisha kuumizwa katika maisha. Kwa hiyo wanatumia nafasi hiyo wanapokutana na wanyonge, wanapokutana na wale ambao wakati mwingine hawana hatia, kuwatendea vibaya. Na kitaalamu wanaitwa masadist. Uovu uliomo ndani ya mtu, machungu, maumivu, sadism. Watu wanatesa wengine. Na hiyo sadism inapoanzia, mara nyingi inaanzia katika mahali pakubwa, kwamba kama baba anapata shuba kazini, bosi ni kumkaripia kila siku, na yeye atatafuta yule aliyekuwa dhaifu wa chini yake amlipizie. Kwa hiyo wakati mwingine mateso ambayo unapitia katika familia, inawezekana baba huko ameshavurugwa kazini, kwa hiyo wewe ndio weak point yake. Fanya tu kidogo mama hivi, labda chakula kimefanya hivi kidogo au nini kimefanya hivi kidogo. Shangaa, mbona nimefanya kosa dogo lakini adhabu yake, maneno yake ni makubwa kupitiliza. Anashusha hasira. Lakini mama naye hatoishia hapo. Na yeye hiyo hasira anaishusha. Dada wa kazi, linakupata na wewe, inashuka. Lakini dada naye hatukubali. Mtoto, hasira za dada wa kazi zinaishia kwa watoto. Kama mlikuwa mjui, naishia kwa mtoto. Lakini mtoto wakati mwingine naye hakubali. Kama kuna kipaka kinafugwa hapo, kuna kimbwa, kitachapwa fimbo, mawe bila sababu yoyote. Kwa wakati mwingine unaona watoto tunapita mtaani huko wanarushia mbwa mawe. Problem imeanzia nyumbani. Hasira ile imeshuka, sadism, ipiza kisasi, tunawaumiza wengine. Tunawatesa wengine kwa sababu pia ya kutaka kujisikia kwamba tuna nguvu. Tunataka kutawala kwa mabavu, taka kuogopeka, kuonekana bora kuliko wengine. Peleka taarifa za watu wengine kwa bosi, wewe ndio uonekane bora. Snitch. Tunawatesa wengine kwa sababu ya usnitch. Siku hizi hawaitwi masnitch, anaitwa nani? Chawa. Nawasha. Chawa. Nawatesa wengine. Kwa nini tunatesa wengine? Kwa sababu ya kuto kujua thamani ya utu wa mwingine. Namchukulia mwingine kama chombo. Kama ni mke wako unamuona ni kama chombo tu, kama kitu fulani hivi, kwa sababu ni adui yako. Lakini pia tunatesa wengine kwa sababu ya mifumo mibovu katika familia, mifumo mibovu katika taifa, mifumo mibovu katika taasisi. Tunawatesa wengine. Yesu aliteseka, tumesikia katika historia ya mateso, kwa sababu ya mifumo ya kidini, mifumo ya kisiasa, lakini pia kwa umati wa watu, bali kwamba ateseke. Mifumo mibovu inatutesa. Mifumo mibovu inatutesa. Tujiulize pia, kwa nini wenye haki ndio wanateseka zaidi? Yesu hakutenda kosa. Yesu alikuwa mtu wa haki, lakini anateseka. Kwa nini wenye haki ndio wanaoteseka zaidi? Moja, hili pia ndio swali Ayubu
alijiuliza ama linatafakarisha Ayubu naye nipitia jiuliza mambo kama haya. Ni mtu mwenye haki anayemcha Mwenyezi Mungu, lakini anapitia katika magumu. Na ni swali pia la Yesu pale msalabani. Kwa hiyo tunapotafakari kwa nini wenye haki wanateseka, reference yetu ni Ayubu na Yesu pale msalabani. Ni watu wenye haki lakini wanateseka. Wewe ukijiangalia, ukijitazama, mbona mimi kama mama katika familia yangu naenenda vizuri, nina haki, ninafanya vizuri, kwa nini nateseka? Kwa nini huyu mtoto wa mama mkwe anaendelea kunitesa hivi? Kama baba, mbona nahudumia familia vizuri, lakini bado huyu mtoto huyu wa mama mkwe huyu anaendelea kuumiza moyo wangu? Kwa nini? Wenye haki wanateseka zaidi. Na leo tumeona ukweli unateseka. Kweli ambayo ni Kristo anateseka. Kweli unateseka. Wenye haki wanateseka kwa sababu hawalingani na giza. Wenye haki husema ukweli, ukataa uovu, pendi mambo ya rushwa, haendani na unafiki. Kwa hiyo mtu wa aina hiyo anakuwa tishio kwa watu wanaopenda giza. Usikate tamaa, wewe baba ambaye unaona unateseka kwa sababu ya haki. Wewe mama unateseka kwa sababu ya haki ya kufanya shughuli zako vizuri katika familia, lakini bado mateso yanaendelea. Ni kwa sababu ndani yako ama ndani mwako ama katika familia hiyo kuna giza, na daima giza halipendi mwanga. Macho ya giza hayapendi mwanga kwa sababu yanaumia. Wenye haki wanateseka zaidi kwa sababu pia Mungu wakati mwingine waruhusu wakuwe katika kina cha kiroho. Dhahabu ili iwe safi lazima ipitishwe katika moto. Ili papambazuke lazima giza liwe nini. Kwa hiyo wakati mwingine mateso unayoyapitia ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuandaa kwa makubwa zaidi. Bwana wetu Yesu Kristo anapitia mateso kwa sababu ya kile anachoenda kukifanya na kukipata ni kikubwa zaidi. Tujiulize pia, kwa nini kipindi cha mateso au wakati wa mateso kuna mkato wa tamaa? Kwa 90% na zaidi waliopitia katika changamoto mbalimbali, changamoto tofauti tofauti, katika hali hizo za kuteseka, majibu makubwa ni kukata tamaa. Kukata tamaa tumeiona pia, au hiyo hali ya mkato wa tamaa, hali ya hofu kubwa, Yesu pia ilimfika katika kipindi chake cha mateso, katika historia ya mateso. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Baba, niepushe na kikombe hiki. Katika hali ya mateso na machungu makubwa, ndugu zangu wapendwa, majibu yetu ya haraka ni mkato wa tamaa, kukata tamaa. Na hiyo inasababishwa kwamba tunakata tamaa wakati wa mateso sababu ya maumivu yanazidi akili yetu. Unafikiria maumivu unayoyapata, cannot comprehend. Maumivu yaliyopitiliza ndio yanatusababisha tunakata tamaa. Lakini pia mateso yanatupelekea katika mkato wa tamaa kwa sababu mateso yanaleta hisia za upweke. Nataka kumjua mtu anayeteseka
anaji-isolate mara nyingi, kama mwenyewe hawezi kuchangamana na watu, anaji-isolate. Upweke. Yuda naye alipitia hali hiyo ya upweke. Baada ya kumsaliti Yesu, anaanza kuhangaika. Kawarudishia wale hela, wakazikataa. Yuda ameingiwa na hali hiyo ya upweke. Katika hali hiyo ya upweke, mara nyingi kuna kauli kama hakuna anayenielewa katika shida ninayopitia. Mungu yuko wapi? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mtakatifu Teresia wa Avila anaita hali hiyo the dark night of the soul. Giza katika roho, dark night, the dark night of the soul. Upweke, kuona Mungu yuko mbali nawe, kuona Mwenyezi Mungu amekukataa. Kwa nini mimi afanya hivi chema lakini naendelea kuteseka? Hali ya upweke. Lakini pia tunateseka na kuonyesha mkato wa tamaa kwa sababu ya kile ambacho tulichokitegemea au majibu tunayotegemea yamechelewa. Unaomba sana, huu labda mwaka wa 5, wa 6, wa 7, mtoto wa mama mkwe abadilike, lakini habadiliki. Unaona majibu hayaji. Vipi, unateseka ukiwa wapi? Naomba sana, naona majibu hayaji, kuelekea kukata tamaa. Unalia lakini mlango haufunguki. Unajitahidi, unapambana, lakini hali haibadiliki. Katika hali kama hiyo, roho huanza kuchoka, mwili huanza kuchoka, kupelekea kukata tamaa katika hali ya mateso. Baadhi ya maswali ambayo mara nyingi yanajitokeza, tunajiuliza hivyo. Lakini pia tunakata tamaa wakati wa mateso kwa sababu Shetani anatumia mateso kushambulia tumaini uliokuwa nalo, kushambulia ule mwanga hata mdogo uliokuwa nao. Shetani anatumia ili kushambulia tumaini uliokuwa nalo. Na hapo zinakuja sasa sauti mbalimbali katika kichwa chako. Watu hawanipendi, Mungu hanipendi, hakuna sababu ya kuendelea kuishi, nimeshindwa, hakuna atakayenisaidia. Ni sauti ambazo ni mashambulizi ya tumaini, hata lile dogo ulilokuwa nalo katika mateso unayopitia. Kwa hiyo katika hali kama hizo, najikuta pia tunaanguka katika mkato wa tamaa. Unayakabili vipi mateso yako? Unayakabili vipi mateso yako? Je, unatumia njia sahihi za kutatua hizo changamoto ulizokuwa nazo? Yesu aliyakabili mateso yake, alijua kwamba ndio njia sahihi ya kuweza kupata wokovu, kumkomboa mwanadamu. Wapendwa, tunaweza tukayakabili mateso yangu na mateso yako kwanza kabisa kwa kukubali ukweli wa maumivu. Lazima kukubaliana kwanza na hali. Maumivu yaliyokataliwa, ama ninapokataa kwamba siumii, ndiyo maumivu yanaongezeka. Lakini maumivu yaliyokubaliwa huanza kuponywa. Unapokubali shida, ndipo mwanzo wa kutatua tatizo hilo. Mbona siku hizi ndugu yangu una furaha? Hamna, niko sawa tu. Unayakataa maumivu. Maumivu yaliyokataliwa ndiyo yanazidi kuongezeka.
lakini yale yaliyokubaliwa ndiyo mwanzo wa kutafuta suluhisho. Kwa hiyo tukubali ukweli wa maumivu, lakini pia usijitenge kabisa katika mateso unayopitia. Unaingia katika hali ya upweke ambayo ni hatari. Kumbe ya kupasa kutafuta angalau mtu mmoja unayemwamini, mtu wa kuaminika, awe ni rafiki, ndugu, jamaa, padre. Usiteseke ukiwa peke yako. Shirikisha mateso yako na mwingine. Mateso ya Kristo wengi waliyashiriki mateso hayo. Simoni wa Kirene alishiriki katika kubeba msalaba. Kina mama walilia kwa uchungu na kumbembeleza Yesu. Veronika anashiriki katika mateso wa kumfuta Yesu kitambaa, uso wake kwa kitambaa. Kumbe mateso yako, mateso yangu, kuwashirikisha wengine. Akina Veronika walio sahihi, akina Simoni wa Kirene waweza kutusaidia kubeba na kutupa mang'amuzi sahihi ya kutoka katika mateso haya. Omba hata kama hujisikii. The dark night of the soul. Unapoingia katika hali ya upweke, pata mkato wa tamaa wa kusali. Lakini tunaambiwa tuendelee kuomba hata kama hujisikii kusali, hujisikii kuomba. Walau wakati mwingine sala inakuwa sio hisia tu, bali ni uaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Ukiwa unakosa nguvu kama Yesu alivyokosa nguvu baada ya mateso makali, wakati mwingine sala fupi zinatusaidia. Yesu, unihurumie. Bwana, usiniache. Mungu wangu, nishike mkono. Mapenzi yako yatimizwe. Mungu wangu, mbona umeniacha? Shikilia neno la Mwenyezi Mungu katika mateso unayopitia. Zaburi ya 34:18, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Zaburi ya 91 ikusaidie juu ya ulinzi na kivuli cha Mwenyezi Mungu katika maisha yako, katika mateso yako. Lakini Paulo kwa Warumi 8:18 tuambia mateso ya sasa si kitu nikilinganisha na utukufu ujao. Ndugu zangu sana wapendwa wanafunzi, assignment za sasa, testi za sasa, vipindi vya sasa si kitu kilinganisha na kurusha kikofia kile baada ya miaka 3-4. Si kitu. Warumi 8:28 pia ituongoze kwamba Mungu hutenda kazi katika yote kwa wampendao. Mathayo 11:28, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndugu wapendwa, tunakabiliana na mateso yetu pia kwa kutoa maana kwa mateso ninayopitia, kuyapa maana ama thamani mateso yako unayopitia. Pale msalabani tunajifunza yupo yule ambaye aliteseka akayapa thamani mateso anayopitia, na yule mwingine hakuyapa thamani mateso anayoyapitia. Unganisha mateso yako pamoja na mateso ya Kristo. Beba msalaba wenye Kristo, usibebe msalaba wa jambazi. Mateso yasiyo na maana huvunja moyo haraka na kata tamaa, kwa sababu mateso yako hujayapa thamani, hujayapa maana katika maisha. Lakini mateso yenye maana yanaweza
unabebwa vema, ni msalaba unaobebeka. Katika Ukristo tunaweza kusema kwamba nayaunganisha mateso yangu na mateso ya Kristo, kama yule mwizi pale msalabani aliyeunganisha mateso yake na mateso ya Kristo akapata wokovu. Bwana, tumia maumivu haya kunitakasa, kuyapa thamani mateso yangu. Maumivu haya ya ugonjwa ninayopitia, Bwana yatumie kunitakasa. Tumia machozi haya kuzaa uzima. Mama Monica alilia miaka mingi kumlilia Agustino mtoto wake, lakini alimwambia Mwenyezi Mungu kwamba mateso yangu, machozi yangu yasiende bure. Machozi unayolia mama wewe dhidi ya mume, machozi unayolia baba wewe dhidi ya mke, machozi unayolia dhidi ya vitu mbalimbali yasipotee bure, bali yape thamani, kwamba machozi hayo yaweze kuzaa uzima. Lakini tunaweza pia katika maisha yetu kusema kwamba nalibeba hili kwa ajili ya wokovu, uponyaji na toba katika maisha yangu. Kwa kufanya hivyo, mateso yetu hayawi tupu, yanageuka kuwa sadaka. Mateso ya Kristo hayakuwa tupu, yalikuwa ni sadaka. Tunapoyaunganisha mateso yetu na kuyapa thamani, hayaendi bure, yanakuwa ni sadaka. Ndugu wapendwa, tunaweza tukakabiliana na mateso yetu na hali zetu za upweke na mkato wa tamaa kwa kutafuta msaada wa haraka, Wapo ambao waliofikia hatua ya kusema sioni sababu ya kuendelea kuishi. Wewe unahitaji msaada wa haraka. Wengine wanasema nimechoka kabisa, amenichosha. Unahitaji msaada wa haraka, usiumie peke yako. Au kuumbwa ili uteseke, haukuolewa ili uteseke, haukuoa ili uteseke. Umeoa, umeolewa, umeumbwa ili ufike kwa Mwenyezi Mungu, ili huyo aliyekuoa, uliyemuoa awe msaada kwako wa kukufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Napofikia katika hali kama hizo za kusema nimechoka, nataka kujiumiza na kujizuru, hapo ni wakati wa kukimbilia msaada wa haraka. Tafuta msaada wa haraka. Neno la Mungu likawe silaha kwako, lakini Mungu anatumia watu wake kuweza kusaidia kubeba matatizo uliyokuwa nayo. Usife ukiwa na tai shingoni. Usife ama usiendelee kuteseka kwa sababu unaona unakosa msaada. Wapo watu mbalimbali wenye busara na hekima kuweza kukusaidia katika safari yako ya mateso. Yesu alisaidiwa katika safari yake ya mateso na kutupatia sisi ukombozi. Tusiwaumize wengine, tusiwatese wengine kwa sababu ya uovu wetu, kwa sababu ya lifestyle zetu. Lakini tunapopitia katika mateso, daima tumkimbilie Mwenyezi Mungu, tukimbilie msaada wa Mwenyezi Mungu kupitia watu wake.
kuhitimisha sehemu ya kwanza ya ibada ya Ijumaa Kuu kwa maombi kwa ajili ya watu wote, na hivyo tutawalika tusimame kwa ajili ya maombi hayo.